tumepata swali kutoka kwa mdau wetu mmoja, yeye anaitwa Oswani. Anauliza kwamba hivi vidonda vya tumbo vinachangia kupunguza nguvu za kiume? Ndugu Oswani anatuuliza swali, anasema hivi vidonda vya tumbo vinachangia kupunguza nguvu za kiume? Asante ndugu Oswani kwa swali lako. Ndiyo, vidonda vya tumbo vinachangia tatizo la upungufu wa nguvu za kiume, lakini sio vidonda vya tumbo vyenyewe ukiwa navyo ndio unapata hili tatizo. Ni kwa sababu ya tatizo lenyewe namna lilivyo ndio linachangia upungufu wa nguvu za kiume, yaani kutokuwa na uwezo wa kushiriki vizuri tendo la mapenzi. Kwa nini? Vidonda vya tumbo vinaitwa stomach ulcers. Hivi ni moja kati ya tatizo kubwa sana ambalo watu wengi linawasumbua. Sasa mtu anapokuwa na vidonda vya tumbo, kwanza anapoteza amani ya maisha, yaani ya mwili wake unakuwa hauna amani, na ile amani anayoipoteza ndiyo kitu kinachochangia kupungua ile hamu na nguvu za kulielekea tendo la ndoa. Kwa mfano, kwanza mtu anapata maumivu. Huwezi kushiriki tendo la mapenzi ikiwa una maumivu makubwa sana, na ndio watu wenye tatizo hili la vidonda vya tumbo, kwa sababu ya maumivu ya mara kwa mara, ile hali ya maumivu ya mara kwa mara, basi wanakuwa hawana uwezo mzuri wa kushiriki tendo la mapenzi. Lakini pia vidonda vya tumbo vinaleta msongo wa mawazo, ile stress, na kusababisha tatizo la sonona. Mtu huyu aliyekuwa na shida hiyo hawezi kuperform vizuri katika tendo la mapenzi. Kama alikuwa na uwezo wa kurudia tendo, ghafla taratibu anajikuta anapoteza ule uwezo wa kurudia tendo kutokana na ile sonona iliyokuwepo ndani yake. Lakini ukiondoa vitu hivyo, vidonda vya tumbo na mambo ya erection ni vitu viwili tofauti. Lakini mtu akiwa na hili tatizo la vidonda, tafsiri yake ni hiyo, kwa maana anapoteza amani ya maisha kwa kuwa vidonda vinauma. Na moja ya kitu kinachouma sana ni vidonda vikiwa tumboni. Ni kitu kinachouma sana ndugu yangu. Vidonda vinaweza kuwa tumboni katika stomach. Vidonda vinaweza kuwa katika utumbo mwembamba, small intestine. Vidonda vinaweza kuwa katika utumbo mpana, large intestine. Popote pale vitakapokuwepo. Wako watu wakianza vidonda vile kuuma, akinywa maziwa mwingine vinapoa, mtu mwingine havipoi. Na hili tatizo watu wametafuta sana dawa, wamekosa. Kwa nini? Kwa sababu ni tatizo gumu sana. Wewe unasema unatibia vidonda vya tumbo, unavitibia vidonda vikiwa wapi? Kwenye stomach, kwenye small intestine, kwenye large intestine. Vikiwa wapi ndio dawa yako inakwenda kutibia. Kwa kuto kujua jambo hilo, watu wamebaki na dawa ya vidonda vya tumbo tu, wanashindwa kupata tiba iliyokuwa sahihi. Wanaume wanapoteza ile hamu ya mapenzi kwa sababu vidonda vinawasumbua, lakini pia wanapata ile hali ya sonona kwa sababu vidonda vinasababisha hiyo hali ya mtu kuto kujiamini, msongo wa mawazo, basi inaharibu huo utaratibu. Lakini pia vidonda vinasababisha mtu anakuwa na gesi nyingi katika tumbo, na hivyo mtu akila kidogo anakuwa ameshiba. Tendo lenyewe la mapenzi linahitaji chakula cha kutosha, yaani ili mtu aweze kushiriki vizuri lile tendo lenyewe la mapenzi anahitaji kula chakula akashiba, yani chakula vizuri. Sasa mtu akiwa na vidonda vya tumbo, kwanza vinakuwa na tabia kadhaa. Tabia ya kwanza, vinaweza kuleta flatulence na mtu akashindwa ile hali ya kuwa anakula vizuri kwa sababu tumbo lake muda wote limejaa gesi. Hiyo sehemu ya kwanza. Na ukishindwa kula chakula cha kutosha, tafsiri yake hutakuwa na uwezo wa kuperform vizuri katika tendo la mapenzi. Lakini tabia ya pili ya vidonda, mtu anakuwa hawezi kula sana kwa sababu ukila tumbo linakuuma. Yaani vidonda vina kawaida, mtu kila anapomaliza kula tumbo linamuuma. Ili lisimuume anatakiwa kula kidogo, na hapo ndio mwili unaanza kuzoofika na kupoteza nguvu ndani ya mwili, na huyu mtu hawezi kuliendea vizuri. Kwa hiyo ndugu yetu Oswani, jibu lake ni kwamba vidonda vya tumbo vinasababisha mtu kutokuwa na uwezo wa kuliendea vizuri tendo la mapenzi na kuonekana imepunguza nguvu kwa utaratibu huo. Kwanza, huwezi kula chakula cha kutosha, lakini pili, vinaleta gesi, tatu, vinaleta sonona, lakini mwisho kabisa maumivu yale hayawezi kuendana kabisa na tendo la mapenzi. Tendo la mapenzi linahitaji mwili uwe safi ili uweze kufanya starehe yako vizuri. Kama una swali lingine lolote unataka kutuuliza, tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako, nasi tutaliona kisha tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic.
wataalamu wa tiba mbadala kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.